Habari, karibu tena kwenye channel yetu. Lakini vile vile usisahau kubonyeza kikengele ili usipitwe na video yoyote kila tunapoposti video mpya. Na bila kupoteza wakati, leo tunaenda kuonyesha jinsi ya kupika pilau rahisi sana kwa njia rahisi kabisa. Hili ni pilau ambalo halihitaji viungo vingi sana, ila upishi wake ni kwa njia rahisi sana, ila ni tamu sana, na tunapika kwa jiko la mkaa. Utahitaji nyama 1.5 kg. Hii ni nyama fresh ya ng'ombe. Kisha utaiweka maji na kuiosha vizuri. Tafadhali ukiwa unaosha usipitishe mikono. Utatikisa tu chombo chako cha kuoshea kama unavyoona kwenye video hapo. Kwa hiyo utatikisa na kisha utamwaga maji. Ukishamwaga maji itakuwa kama unavyoiona. Kisha utaongeza tangawizi iliyosagwa vijiko 2 vya chakula. Hiyo ni tangawizi ambayo tumeisaga. Na kisha utaongeza chumvi kijiko 1 cha chakula. Na kisha utachukua malimao 2 na kukamua maji yake. Kama malimao yako hayana maji sana, hakikisha malimao hayo utayaongeza au yawe makubwa. Lakini kama yana maji kama ya kwangu, basi malimao 2 tu kama ni madogo. Cha msingi ni tupate maji ya malimao ya kutosha. Nikukumbushe tu, kama umekwisha kusubscribe, tafadhali usisahau kubonyeza kikengele ili usipitwe na video yetu yoyote kila tunapoposti video mpya. Ukishamaliza kukamulia malimao yako, basi utachanganya nyama yako ili viungo vyako vijichanganye vizuri, na kisha utaifunika na kuiweka jikoni katika moto wa kati. Tafadhali usiongeze maji. Nyama ina tabia ya kujikamua maji yenyewe wakati ukishaibandika jikoni. Kwa hiyo utaipika nayo dakika 10 mpaka 15, maji yake yatakuwa yamekamuka vizuri. Na ukiona maji yao yanakauka, basi utaongeza maji mengine ili iweze kuendelea kuiva taratibu. Kama una maji ya moto ni vyema zaidi, ila kama hauna vile vile sio mbaya. Na kisha utaongeza kitunguu saumu vijiko 2 vya chakula. Hivyo 2 vya chakula. Utakoroga vizuri na kisha utafunika na kuacha nyama yako iendelee kuiva taratibu mpaka iwe laini kabisa. Utachukua mchele wako, leo utatumia mchele 2 kg. Kisha utatoa chuya mawe uchafu wote uliopo, huku ukiendelea kukoroga nyama yako kila unaposikia sufuria yako inataka kushika. Na ukiangalia kama hapo nyama bado inaonekana mbichi hata kwa macho tu, kwa hiyo ukiangalia kama inakaukia, kwamba maji yale tuliongeza kidogo na yale ya nyama yanaenda kukaukia, sasa usisubiri ikaukie ishike kabisa, itapoteza ladha. Kwa hiyo ikiwa bado katika hali hiyo, utaongeza tena maji kiasi kutokana na ugumu ambao bado umebaki kwenye nyama yako. Lengo ni tunataka kupika nyama yetu mpaka iive vizuri kabisa. Ukiangalia kama hapa tayari inaonekana imeiva vizuri. Kisha utachukua jira vijiko 3 vya chakula. Jira ni hiyo hapo unayoiona, ni vijiko 3 vya chakula. Na kisha utaongeza mdalasini wa magome. Mdalasini huu wa magome ukisema ni kwa vijiko vya chakula ni kama vijiko 6-7. Utaviweka pamoja na kisha utaviweka jikoni ili uweze kuanza kuvipasha. Unavipasha ili kuvipa rangi nzuri, lakini vile vile kupunch harufu yake. Kwa hiyo utavikaanga, utavipasha mpaka vianze kutengeneza rangi kama ya brown. Ila kwa sababu hatutaki pilau letu lilo la brown sana, basi hatutaviacha mpaka vifikie brown kabisa. Kisha utaviweka kwenye blender, kwenye grinder na kuanza kuvisaga, au kinu na kuanza kusaga. Na kama unahitaji kusaga, basi utaviweka vikiwa vizima. Utachukua sufuria yako nyingine na utatia mafuta 1 lita. Utayaacha yapate moto kidogo, kisha utaweka vitunguu maji. Hapa nimetumia vitunguu maji 4 vikubwa. Na ni kutokana na kiwango cha chakula ambacho napika, ila sio lazima sana. Wewe utaweka vitunguu kutokana na wingi wa chakula chako. Utavikaanga mpaka uone vimeanza kutengeneza rangi ya brown, light brown. Kisha utaweka nyama yako ambayo tayari tulikuwa tumeshakwisha kuipasha pamoja na viungo. Na hapo ukiweka utaweka na ile gravy yote ilikuwa imebaki kwenye sufuria. Kwa hiyo gravy ndio kama hivi vilivyobakia mchuzi hivyo, na
viungo ambavyo vilikuwa vimebakia wakati wa kuchemsha nyama hiyo. Kisha utaendelea kuikaanga na utakaanga nyama yako mpaka iwe katika hali nzuri ya ukavu. Kwa hiyo hapo utaendelea kukaanga kama unavyoona. Utakaanga na kisha tutaweka sasa vile viungo vyetu ambavyo tulivipasha, nikasema utavisaga. Nimetumia grinder kusaga, ila kama una grinder unaweza ukatumia kinu kusagia. Kisha nitaongeza vijiko viwili vya pilau mix. Hii ni kiungo kinachouzwa tu. Kwa hiyo utanunua pilau mix na kuongeza vijiko viwili vya chakula. Kumbuka nimesema sitaki pilau letu lina rangi sana, liwe na maviungo sana, lenye rangi sana, kwa hiyo nimeweka viungo light tu. Kwa hiyo kisha utaendelea kuongeza kitunguu saumu tena kijiko kimoja cha chakula. Kitunguu saumu hicho umekisaga. Utaacha mpaka vikikolea vizuri katika nyama, utaongeza nyanya. Hizi ni nyanya nimezikata nyanya kubwa 4. Na nimeweka nyanya ili kuongeza ladha zaidi. Nyanya ikiiva na ikapikiwa katika pilau vizuri huwaga inaleta ladha fulani hivi. Kwa hiyo nimeweka nyanya 4, utavikoroga na kuvifunika ndani ya dakika 3 mpaka 5 ili viweze kuiva vilainike. Vitengeneze karojo fulani hivi. Na kwa hiyo kama unavyoona hapo nyanya yako imeshalainika. Kisha nimeongeza chumvi kijiko kimoja kwa sababu mchele wa kilo 2 hauwezi ukatoshelezwa kwa chumvi kijiko kimoja. Ingaje kiwango cha chumvi ni kutokana na uhitaji wako wewe ambao unautaka. Ila mimi nimeongeza kijiko kingine kimoja. Na kisha nitamimina mchele wetu baada ya kuuchambua kujihakikisha kwamba hauna uchafu. Na hapa sio lazima kuweka mchele, nategemea mchele wako umenunua wapi na una usafi kwa kiasi gani. Unaweza kaamua ukaosha mchele wako kisha ndo ukaumimina. Lakini kutokana na mazingira ya mchele wangu na ujua, kwa hiyo haukuwa na haja ya kuosha. Kisha utauchanganya vizuri na kuongeza maji. Hapa nimeongeza maji ya kawaida tu lita 3. Kama una maji ya moto vile vile unaweza kaweka maji ya moto. Kama una maji haya ya kawaida kama mimi ambayo nimetumia tu, unaweza kaweka ni lita 3. Yako katika joto la kawaida, hali ya kawaida. Utaweka na kisha utachanganya mchanganyiko wako vizuri. Kwa hiyo kama hivyo unavyoona unachanganya mchanganyiko wako ili kila kitu kiweze kuchanganyika vizuri. Utaufunika na kuupika ndani ya dakika 20 mpaka 30. Utakuta tayari maji yako yamesha kauka. Na utageuza kila upande uangalie kama chakula chako kimeiva vizuri. Lakini kwa chakula hicho na kama unavyokiona hapo utaona wali bado kama umebaki na kiini kwa mbali. Kwa hiyo utaongeza maji, lakini jinsi ya kuongeza maji hautamimina tu kama unavyomimina pale mwanzo, utamimina kama unanyunyiza. Na utanyunyiza kiasi kidogo tu kwa sababu hapo katika hatua ya mwisho. Kwa hiyo ukishanyunyiza utaufunika sufuria yako na kupalia. Utachukua mkaa na kisha utapalia. Katika kupalia utahakikisha mkaa unaokaa juu ya sufuria unakuwa mkubwa, unakuwa mwingi kuliko mkaa unaobaki kwenye jiko lako la chini. Na ndani ya dakika 10 mpaka 15 utakuta kiini chako kilishaiva vizuri, lakini maji yalikuwa yamebakia kwenye wali na yale uliongeza na yenyewe yatakuwa yameisha kabisa, yamekauka vizuri. Kisha utaligeuza pilau lako kuhakikisha kila sehemu iko sawa na kila sehemu imeiva vizuri. Ukiangalia pilau lako limeshaiva vizuri, hakuna tena kiini, lakini halijawa lililokolea sana rangi kwa sababu lengo letu halikuwa lile lililokolea sana. Ila ukitaka lilokolea sana basi utaongeza kiwango cha viungo, lakini na vitunguu utahakikisha unavipika vinakuwa na brown kabisa.